Una swali au unasilimu? Mimi nina swali. Kijana, kaa tu hapo hapo. Nasonga tu. Mbishane kidogo. Wewe ndio upande huu. Hakuna shida. Kaa karibu na huyo light skin. Anaitwa Alex. Amesema atasilimu. Lakini bado kila siku ni kufikiria tu. Haya, sasa bwana Anwari. Wacha niulize swali ndani ya mada. Uliza swali ndani ya mada. Na sitaki kuchukua muda mrefu. Kabisa. Ili wengine pia wapate nafasi. Kabisa. Labda dakika 4 ama zinatosha tu. Ama 3. Naam. Mada leo ni ibada. Yes. Na umefundisha vizuri, kwanza na kupongeza. Naam. Kwamba anastahili kuabudiwa ni Mungu peke yake. Peke yake. Na kufanyiwa ibada. Kabisa. Kwa mimi leo, naam, nikiamua kufanyia mtu ibada, ida wa kuzunguka, naam, ama wa kurukaruka. Nini? Kufanyia mti. Mti, si mti ni kiumbe cha Mungu. Kuna kufanyia na kuna kuabudu. Nisikize vizuri. Kidogo, ngoja mimi niulize kwanza alafu utaweka yako. Uliza. Mimi nikiamua leo kufanyia mtu ibada, nizungukie mti. Mti ndio nafanyia si Mungu. Nazunguka mti au narukaruka. Niko sawa ama nakosea? Haya, ndio nakujibu vizuri. Labda Kiswahili hujui. Mimi najua Kiswahili vizuri. Sisi tunafanyia ibada msikitini. Tunafanyia ibada wapi? Msikitini. Kwa hivyo msikiti ndio tunafanyia ibada. Na sio ati ni msikiti tunaabudu, ni mahali ya kutekelezea ibada. Sio kuabudu hiyo msikiti. Labda unielewe, sijauliza hivi. Ndio subiri. Haya. Ukiona Waislamu wanafanyia ibada msikitini, si ati wanaabudu msikiti, ni mahali ya kutekelezea ibada. Kwa hivyo lazima upate makao ya kutekelezea ibada na mwenye unamtekelezea. Nisikize vizuri, na mwenye unamtekelezea. Unaweza ukaamua kumtekelezea ibada Mwenyezi Mungu ndani ya msikiti, au hata kwenye miti umetengeneza vizuri, ukaona hapa ndo panafaa kwa sababu hakuna msikiti karibu. Mimi nilikuwa safari mahali fulani, nikafika mahali gari yetu ikaharibika, tuko katikati ya kichaka. Sasa tukaamua tu tufieke mahali kidogo, miti tukatengenezea, tukafanyia ibada hapa penye miti. Umenipata vizuri? Lakini sio tumeabudu miti, ni ibada tumefanyia hapo kwenye miti. Nimekupata. Umenipata vizuri? Kwa mfano ngoja kidogo. Nakuwekea defense mbele ya Safa na Marwa. Kidogo nishakuona kwa hiyo. Safa na Marwa najua unaenda. Kwa mfano kidogo tulia. Najua unaenda huko. Mimi sijauliza eneo la kufanya ibada. Ibada unafanya popote. Popote. Chini ya kibanda. Unaweza fanyia ibada msikitini. Chini ya kidogo ngoja nimalize kwa. Weka Kiswahili vizuri. Kidogo mimi naweka vizuri. Usiweke weka. Ibada unafanya mahali popote. Kwanza nimalizie sawa Utafanya msikitini, hapa uwanjani, hata chini ya mti. Na hilo wala si swali langu. Tulia kidogo hapo tulia. Swali langu ndio hili. Kabla uulize. Kidogo. Siongei kabla ushaona hiki. Kabla uulize. Umesema unaweza fanya ibada kwa msikiti, popote hapa, viwanjani, hata chini ya petrol station, Sasa naiweka katika Kiswahili sanifu sasa. Safi. Unaweza fanyia ibada msikitini, unaweza fanyia ibada petrol station, unaweza fanyia ibada Safa na Marwa, unaweza fanyia ibada hata chini ya mti. Umenielewa sasa? Mahali popote unafanya ibada. Hata Safa na Marwa unaweza fanyia ibada. Kidogo kwa mpole. Hilo ni inaitwa eneo la kufanya ibada. Eneo Safa na sawa. Sababu subiri kwanza tulia hapo. Waislamu takbir. Wanasikia na Anwari. Sasa sawa kabisa. Watu zadi kuelewa hii uelewe. Umenielewa vizuri. Unaweza defense nishakuona mapema. Sasa bwana Anwari. Utanishinda na maneno mimi. Sitakushinda na maneno. Mimi ni mtu wa coast. Pole. Mimi ni mtu wa coast. Sasa wewe ni wa coast na mimi asubiri. Mimi ni wa Zanzibar. Sasa nani zaidi? Wewe Zanzibar. Mjaluo Zanzibar. Kabisa. Mjaluo Zanzibar. Kabisa. Rafiki yangu. Sasa twende kwenye swali. Hakuna mtu mfupi Zanzibar. Twende kwenye swali. Watu warefu. Hakuna mrefu kwa kwanza. Wewe huko ni watu wa Oman. Hakuna Oman mfupi wewe. Oman alileta tu mbegu weke haramu hapa. Alipokuja kufanya biashara ya kuuza watu. Tuko kwenye vitabu. Ingia kwenye swali bwana. Ingia. Qur'ani 2:158. Mpe asome. Naona unataka kuweka magugu maana muona mbele. Unaweza fanyia ibada petrol station. Kidogo tulia kwa. Unaweza fanyia ibada kwenye barabara. Unaweza fanyia ibada Safa na Marwa mahali popote. Lakini usiabudu petrol station. Au usiabudu petrol station. Wala mlima. Kabisa. Usifanyie ibada. Fanyia nani? Mungu. Qur'ani 2:158. Mpe asome. Ulikuwa unakuja hapo. Kabisa. Sasa imeeleweka vizuri sasa. Sasa hakuna magugu, tushafieka yote. Sasa Kiswahili kimeeleweka safi. Soma sasa. Yaani wewe zunguka tu tushakuona. Soma. Inasema ndio amekuja pale sasa. Hakika Safa na Marwa. Hakika Safa na Marwa. Majabali mawili yanayofanyiwa ibada. Huko ndio inafanyiwa ibada.
Huko Anwari, usigeuze andiko. Andiko lisemi huko inafanyiwa. Andiko linasema kutulia. Safa na Marwa, majabali mawili yanayofanywa, si huko kunafanyiwa, yanayofanywa. Nasema hivi, Safa na Marwa haiko hapa. Nilisema huko, kama ingekuwa hapa ningesema hapa. Hii ni Kiswahili. Nilisema huko kwa sababu Safa na Marwa haiko Kenya, si hapa Mount Kenya. Very good. Hayamparudia tena. Kwa hivyo inafanywa nini? Inafanywa ibada huko. Kama nani? Inafanywa ibada kama makao. Kwa nini inafanywa ibada hiyo? Kwa sababu Mungu ndo alisema ifanywe huko. Hajasema huko. Kwa nini inafanywa ibada? Arudie. Kwa sababu Mungu alisema ifanywe huko. Hapa kitaeleweka, rudia. Haifanywi Mount Kenya. Kwa akili yako ulikuwa unataka ifanywe ibada Mount Kenya. Haifanyiwi Mount Kenya, inafanywa huko. Soma tena. Amenielewa sasa? Vizuri sana. Kufanya hii sio shirki bana. Siende huko. Soma tena. Inasema hakika Safa na Marwa, hakika Safa na Marwa, majabali mawili yanayofanyiwa. Majabali hizo mawili ziko huko Maka, yanayofanyiwa ibada. Huko ndio inafanyiwa ibada ya kusai huko Maka. Ibada yenyewe inaitwa ya kusai huko Maka. Tulia sasa. Sasa nataka nimueleweshe vizuri sana. Sio sisi wa kwanza kufanyia ibada milimani, walifanya manabii wengi milimani ibada. 3:12 kutoka kama sijakosea. 3:12 kutoka. Soma hiyo. 3:12. 3:12. Kutoka. Sio sisi tu tunafanyia ibada huko. Sio wa kwanza sisi. Soma hiyo. Inasema 3:12. Sikiliza Musa anasemaje? Akasemaje? Bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe. Na dalili ya kuwa nimetuma ndio hii utapokuwa umekwisha kuwatoa hao. Wakati utawatoa hao wana wa Israeli katika Misri, mtamwabudu Mungu katika mlima huu. Kwa hivyo kuna ibada inafanywa mlimani. Sasa hiyo ya kina Musa baadaye ilipigwa X, ikaletwa nyingine mpya, Mika 4:1, ikaletwa ya Safa na Marwa. Ile ya Jerusalem X. Sasa saa hii inafanywa Maka na Madina 4:1. Soma hiyo. 4:1 Mika. Inasema lakini itakuwa katika siku za mwisho ya kwamba mlima wa nyumba ya Bwana, kuna nyumba ya Mungu iko hapo na kuna mlima hapo. Nyumba ya Mungu ni Al-Kaaba iko hapo Maka, na mlima ni Safa na Marwa. Endelea. Utawekwa imara juu ya milima. Hizo Safa na Marwa itawekwa imara juu ya milima ingine. Iko juu ya Mount Kenya, iko juu ya Mount Kilimanjaro, iko juu ya Mount Elgon, iko juu ya milima zingine. Endelea. Nao utainuliwa juu ya vilima. Itainuliwa juu ya vilima. Vile mengine yote haifanyiwi ibada. Hiyo peke yake ndio iko top. Endelea. Na watu kama sisi Waislamu wataenda kwa Safa na Marwa. Makundi. Ati nini? Makundi. Watu wanaenda makundi. Sasa kundi yenu ya Wakristo kwenda Maka mpaka sasa hatujawaona. Safa na Marwa hatuoni kundi ya Kikristo. Kundi inayopatikana huko ni kundi ya Waislamu peke yao. Labda Waislamu waliotoka Iran, Waislamu waliotoka Iraq, Waislamu waliotoka Kenya, Waislamu waliotoka Tanzania wanapatikana huko. Nyinyi hampatikani. 56:7 Isaia. Nizike sasa. Alafu watu wanakuwa kipara kama yeye. Kabisa. 56:7. Yaani bado bado kidogo tu. Mahujaji huko wanapiga kipara kama wewe. Shida yako sasa unavaa suti kama mzungu. Anavaa suti kama mzungu. Shida ndio hiyo. Ameacha kanzu ya Bwana Isa Ibn Maryam. Soma hiyo. Isaya 56:7. 56:7. Inasemaje? Inasema. Sikiliza unyango hapo. Inasema. Naam. Nitawaleta hao. Mungu anasema hao mahujaji. Nitawaleta hao. Nao. Hata mlima wangu huu wa Safa. Mtakatifu. Watakuja
mtakuja mpaka mlima wa Mungu mtakatifu. Endelea. Na kuwafurahisha, tena mtawafurahisha katika nyumba yangu, katika nyumba ya Al-Kaaba. Watakuja wanafurahi, wanasali hapo. Endelea. Ya sala. Nyumba hiyo ni nyumba ya sala. Hakuna mahali kuna mlima na kuna nyumba ya sala isipokuwa Maka. Nyumba ya sala na milima ya ibada ya Safa na Marwa, ibada ya kusai, hakuna isipokuwa Maka. Endelea. Na makafara yao, makafara ya kuchinja wakienda hija, na dhabihu zao zitakubaliwa. Hakuna mahali nyingine watu wanaenda hija kisha wanachinja isipokuwa Maka na pia Safa na Marwa. Hakuna mahali kuna milima ya ibada na pia kuna nyumba ya sala na watu wanachinja isipokuwa hii yetu. Yenu anda saa hii Netanyahu atakufukuza huko, hamna. Endelea sasa. Kwa maana nyumba yangu, nyumba hii ya Al-Kaaba itaitwa ati nini? Itaitwa nyumba ya sala. Kwa kina nani? Kwa mataifa yote. Mungu anasema hii ndio nyumba ya watu wote. Sasa hiyo nyumba ya watu wote inaitwaje? 22-25 Qurani. Nishamaliza, inaitwa Al-Kaaba. Hapo umekufa kifo cha mende. Hapa naelewa vizuri tu. Usome hiyo 22-25. Samahani. Suratul Hajj. Inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Aelewe vizuri hapo. Inasema hiyo nyumba ya watu wote inaitwaje? Soma hiyo. Inasema hakika wale waliokufuru wenyewe kama kina Onyango na huyo mtoto wa Abu Jahal, na wakazuilia wengine, na wanazuia wengine kama huyo kijana maskini anataka kufunga saumu, wanamlazimisha abaki. Endelea. Njia ya Mwenyezi Mungu, na kuwazuilia kuingia msikiti uliotukuzwa ambao tumeufanya kwa ajili ya watu wote. Unaona hiyo nyumba, hiyo ndio nyumba ya watu wote. Biblia imetaja na Qur'ani imetaja. Onyango amebaki haendi, anaona kwa TV tu. Utafika lini huko my friend? Lini utafika? Waislamu takbir. Raha ya Biblia imetaja kila kitu. Sasa tuna shida na da'wa raha sana. Maadamu unajua maandiko 2-3 unaweka mahala pake na aya Qur'ani unagongelea, Wakristo hawana hoja tena. Alikuwa anakataa ibada ya Safa na Marwa, Biblia imetaja tena kuna nyumba ya sala, nyumba kwa ajili ya watu wote. Ukienda Jerusalem hakuna kanisa ya watu wote, hakuna. Utapata wapi wewe? Hiyo hamna. Waislamu takbir.